أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين يا ربي، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد. أما بعد kumshukuru Allah jalla fi ula na kumtakia rehema kipenzi wa umma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu, katika siku hii ya leo biidhnillahil karim, siku hii ya leo insha Allah, hebu tuendeni tukajifunze jina la pili katika mrorongo wa majina ambao tumeuanzisha. Na hapa tunasema ni majina 10 ya Allah yenye nguvu kubwa za kiutendaji. Tumeanzisha formula hii, majina 10 ya Allah yenye nguvu kubwa za kiutendaji. Moja kati ya majina hayo, tunalo jina hili linaitwa Al-Qahharu. Al-Qahharu ni moja kati ya majina 10 yenye nguvu kali sana za kiutendaji. Hili jina Al-Qahharu maana yake ni mwenye kushinda vyote na mwenye nguvu zisizozuilika. Ndiyo Qahharu, mwenye nguvu zisizozuilika. Ambaye ni nani huyo? Ni Allah jalla fi ula. Kwa hali kama hiyo, ndugu zangu, biidhnillahi il-karim, tukilitumia jina hili Al-Qahharu, ni moja kati ya majina machache sana katika majina 99 yenye nguvu kali sana za kiutendaji, yenye nguvu kubwa sana za kiutendaji. Nakumbuka hili jina Al-Qahharu, wallahi niliwahi kulitumia mimi kwa ajili ya kuwaondosha majini. Sio jini mmoja, zaidi ya majini 7 walitoweka kwa muda wa siku moja kwa kutumia jina hili Al-Qahharu. Wallahi niliwahi kulikuta sehemu kabla ya kusoma, aidha kabla ya kulisoma jina hili, niliwahi kulikuta sehemu kwa kaka yangu mmoja alikuwa akilitumia. Huyu kaka yangu anaitwa Ustadhi Qesi. Mwanzo aliwahi kuwa Mkristo, tena mchungaji, baadaye akasilimu na akawa mwanaharakati mkubwa kabisa wa kuhubiri dini ya Kiislamu, na mwisho wa siku akawa ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wakifanya dua za mashaitani. Mchungaji Qesi akafikia hatua, mchungaji Qesi huyu akawa anaongoza dua za kuondosha mashaitani katika miili ya wanadamu. Kipindi hicho mimi sikuwa kama hivi, nilikuwa bado kijana fulani, bado mdogo tu, hata mke nilikuwa sijaoa, sina mtoto. Nilikuwa bado kijana mdogo, ndo kwanza nimetoka miaka 2 nimetoka kumaliza darasa la 7. Sasa kwa hali hiyo nikawa na huyu mchungaji Qesi juu ya huo utaratibu. Basi nikakuta kawapanga watu wengi sana. Alinichukua kabisa, akaniambia twende sehemu. Tukasafiri tukaenda Morogoro. Sehemu moja palikuwa panaitwa Dakawa. Tukafika huko tukawa tunatishwa kwamba huko kuna kuaga na simba swini na nini, lakini walillahi alhamdu tulikwenda vijijini kabisa kule. Kumbe kule yeye alikuwa ana dua ambako ilikuwa inahudhuriwa na watu wengi sana. Sikio kina mama wamejipanga, kina baba, akaanzisha dua ya Qahharu. Sasa sauti tuliyokuwa tukiitumia ilikuwa ni hii: ya Qahharu, ya Qahharu. Watu wote wanatikia ya Qahharu. Kisha yeye anatamka maneno haya: ewe Mola wetu, ya Qahharu, tunakuomba ya Qahharu, tuondoshe ya Qahharu majini wote, ya Qahharu waangamize, ya Qahharu
wateketeze ya qaharu, wavunje vunje ya qaharu, majini wote ya qaharu. Kwa hiyo akawa anatamka maneno haya huku anaitaja ya qaharu, na watu wote tukifika katika ile sehemu ya kuitikia sote tunasema ya qaharu. Basi kwa hali kama hii nilianza kuona ndani ya dakika 10 tu majini walianza kupiga kelele ajabu ya Rahmani. Majini walikuwa wanalia ajabu ya Rahmani, na wengi wakimlalamikia ustadhi na kusema, shekhe, unatuua, unatuangamiza kwa jina zito hili. Kwa nini utumie silaha kubwa kiasi hicho wakati haujaongea na sisi tukakwambia hatutaki kuondoka au tunataka? Shekhe, kwa nini unatuangamiza, unatuua? Wallahi majini walilia sana, walipiga kelele sana. Na hapo mimi ndiyo kwa mara ya kwanza naanza kuona majini wanavolalamika na kulia kwa kutumia jina hili. Subhanallah. Ndugu zangu, ya qaharu ni jina kubwa sana, ni jina zito sana. Naomba nasi twende tukalitumie jina hili liweze kutuondoshea dhiki, majanga, majini pamoja na vitu vibaya vibaya. Sasa jina hili kwanza kabisa taarifu yake ni kwamba linavunja nguvu za maovu yote yaliyokusibu wewe mwanadamu. Linavunja nguvu hizo. Linavunja nguvu ya kichawi katika mwili wako. Jina hili linavunja. Pia linavunja nguvu ya dhulma, ambapo umekuwa ukizulumiwa mara kwa mara. Wewe ni mtu wa kudhulumiwa tu. Kila unachokifanya ni kudhulumiwa tu. Jina hili linakwenda kuvunja nguvu ya dhulma. Sasa utalisoma mara ngapi jina hili? Kwanza uzito wake ni 306. Na wewe pia utalisoma mara 306. Na muda bora wa kulisoma jina hili ni wakati wa usiku, majira ya saa 8. Ni majira ya saa 8 za usiku. Huu ndio muda mzuri wa kulisoma jina hili, saa 8 za usiku au kabla ya swala ya adhuhuri. Hapa tunazungumzia wakati wa duha, nyuma kidogo kabla ya swala ya adhuhuri, kuanzia saa 5 hivi. Huu ndio muda muafaka kabisa wa kulisoma jina hili. Wallahi ukilisoma jina hili litakufaidisha sana na litakupa nguvu kubwa sana ya yote katika hayo ambayo tumeyaeleza. Lakini pia nataka nikwambie ya kwamba walillahi al-asmaul husna fad'u lahu. Mwenyezi Mungu anayo majina mazuri mazuri ambayo yanasaidia, basi muombeni kupitia majina hayo. Huo ndio ujumbe muhimu na ndio ujumbe murwa kabisa ambao tumepewa maelekezo kwa mujibu wa Uislamu. Majina mazuri ni ya Mungu, na ndio majina ambayo yanaweza kutufaidisha, na ndio majina ambayo yanaweza kutunusuru na matatizo mbalimbali, shida mbalimbali, dhiki mbalimbali. Walillahi alhamdu. Hebu twendeni tukayafanyie kazi majina ya Allah yaweze kutufaa katika maisha yetu. Hivyo hili ni jina la pili katika mrorongo wa majina ambayo tumeamua kuwaletea na kuwaelezea katika kipindi hichi, majina yenye nguvu kubwa kabisa isiyowezwa na chochote chenye kuweza. Mwisho kabisa ni kuombe wewe ambaye bado hauja subscribe, usiache kusubscribe katika channel yetu. Lakini pia usiache kununua, kupata dawa, zile dawa ambazo tumezitangaza zinawafaa wengi, na wengi wamezifurahia, na wengi wamezipenda, na wengi wamezitumia, na mpaka sasa watu bado wanazidi kuendelea kuzitumia, na zimewafaidisha watu wengi kweli kweli kupita maelezo. Sasa biidhnillahil karim, naomba
yoyote yule ambaye anatamani na kutaraji kuondosha nuksi, kuondosha mikosi, kuondosha mabalaa katika mwili wake, kuondosha kila aina ya ubaya katika mwili, basi asifanye ajizi, atumie majina haya. Kwa kuyatumia majina haya, aidha kwa kutumia jina hili ambalo leo tumelizungumza, wallahi atapata baraka kubwa, atapata khairi kubwa na atastafidi katika maisha yake. Lakini pia tukirudi katika upande wa dawa zetu ambazo zina uwezo mkubwa wa kuondosha nuksi na mikosi, tunasema na zenyewe pia zina sehemu yake katika kuondosha nuksi na mikosi na mabalaa. Chukua hizi dawa, nenda katumie pamoja na makombe, uende ukaondoshe ubaya katika mwili wako. Inshallah kufikia hapo nategemea na kutaraji kwamba tutaweza kufanyia kazi haya mafunzo, na vile vile tutaweza kufanyia kazi hizi dawa ambazo tumetoa maelekezo yake. Wal afwa minkum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.